Kuna kiongozi mmoja wa upinzani nimemsikiliza juzi akiongea na vijana wa chama chao hicho, vijana wao wa Bavicha, na kijana huyu anaitwa John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na mfahamu, ni mdogo wangu. Ameongea mambo mengi pale. Anasema hivi, sisi watupe nchi miaka miwili tu waone, eti wapewe miaka miwili tu waone. Sasa unafikiri nchi unapewa? Huwa inapewa hivyo? Nchi uongozi unapatikana kwa kura, sio kwa kupewa. Sasa wewe mwaka jana umekimbia kwenye uchaguzi, utapewaje nchi? Lakini rais mstaafu wa Zanzibar Dr. Salimini Amuri aliwahi kutuambia uongozi wa nchi sio uji kwamba kila mtu anataka pewa kuonja onja, eti uwape uongozi miaka miwili waonje. Wapi na wapi? Uongozi wa nchi, urais wa nchi, alishatuambia Dr. Salimini Amuri, sio uji kwamba kila mtu anataka kaonja. Hapana bwana. Uongozi wa nchi ni mipango, uongozi wa nchi ni mikakati, uongozi wa nchi ni utawala bora, uongozi wa nchi ni uwekezaji, uongozi wa nchi ni kuleta maendeleo. Kuongoza sio kubobea kwenye kuzodoa. Wewe ukibobea kuzodoa, my friend, kuzodoa, kupiga kelele nyingi, hiyo inafurahisha. Lakini ndugu wananchi, kuongoza nchi lazima uwe na mipango, lazima uwe na mikakati, lazima uwe na timu, lazima uwe na timu ya kutekeleza. Chama chenye mipango ya maendeleo kwa nchi hii kinaitwa Chama cha Mapinduzi. Wakuzodoa wapo wengi, lakini chama kinachojipanga kuongoza, kazi yake sio kuzodoa, kazi yake ni kuongoza nchi. Hiyo ni kazi kubwa na kazi ngumu, na sio kila mtu anaiweza. Sasa mdogo wangu, endelea kuzodoa, sisi tuna kazi ya kuongoza. Eti akasema tena, bandari ya Dar es Salaam inaelekea kufa. Natangazia umma kabisa kwamba bandari inaenda kufa, bandari zetu zinakufa. Sema huyu kijana anaongea maneno ya kutoka wapi? Sasa tumjibu tusimjibu? Unajua kwenye siasa, katika mfumo wa vyama vingi, ndio kazi yenyewe hiyo. Ukitoa hoja unajibiwa kwa hoja, si ndio hivyo? Sasa huyu bwana mdogo anasema bandari ya Dar es Salaam na bandari zetu zinakufa. Ni mjibu nisimjibu? Kwa sababu mimi nipo hapa, sio tu mbunge wa jimbo la Ubungo. Kwa ubunge wenu mlionipa, Mheshimiwa Rais akanipa nafasi ya kuwa waziri. Kwa hiyo nakaa hapa mbunge, lakini kisogea hapa mimi ni kiongozi wa kitaifa. Nimepata heshima ya kuwa waziri wa nchi hii. Sasa huwezi kusikia maneno ya rejareja yanaongelewa nisijibu. Nijibu nisijibu? Nataka nione mikono hapa. Sasa sisi kama serikali, kama chama tawala, hatuna muda wa kuzodoa, tuna muda wa kutoa uongozi. Lazima tumjibu. Nataka nimuonyeshe kwamba kipimo cha bandari kukua ama kufa ni sayansi. Unaangalia vitu vingi, lakini vitu vikubwa sana viwili. Unaangalia, je, bandari yako inaendelea kutumika? Kazi ya bandari ni kupakia na kupakia mizigo. Kwa bandari, uhai wa bandari unapimwa kwa uwezo wake wa kuendelea kuaminika kwenye nchi kuleta mizigo.
ndio inavyopimwa hivyo. Kwa hiyo tumjibu huyo, sio tumwambie sasa. Moja, mwaka 2021-22 bandari zote hapa Tanzania, uwezo wetu mizigo kuhudumia ilikuwa tani milioni 20.78. Mwaka huu mpaka Machi tani milioni 39.90. Noma Serna. Ndani ya miaka mitano mizigo bandari ya Dar es Salaam imeweza kuongezeka kwa tani milioni 20. 5 years. Halafu mtu anasema bandari inakufa, wewe unaumwa. Lakini bandari pia inapimwa kwa kuangalia mizigo inayopita kwenda katika nchi zingine. Bandari ya Dar es Salaam hii ni lango la kupitisha mizigo kwenda nchi mbalimbali ambazo hazina bandari: DRC, Zambia, Malawi, Rwanda na kadhalika, Uganda huko. Mwaka 2021-22 mizigo iliyopitia hapa, wanaita wazungu transit cargo, ilikuwa tani milioni 7.8. Kwa sasa mwaka huu imefikia tani milioni 15.5. Ongezeko la takriban tani milioni 10. Sasa hii bandari inakufa haifi? Hii bandari hai au hai? Sasa wewe bwana mdogo, namna gani bwana Lakini pia unaweza kaangalia ufanisi. Najua hoja yake mwaka 2023-24 Mheshimiwa Rais na serikali yake alipoamua kwamba tulete mwekezaji asaidie kuboresha uendeshaji, DP World wakatangaza nchi nzima, serikali imeuza bandari mpaka za juu kila sehemu. Waliwadanganya watu. Tukawaambia wananchi sio kweli. Sasa bandari imeuzwa haijauzwa? Tunayo hatuna? Bandari ni ya kwetu. Ambacho tumefanya, tumweka mwekezaji aboreshe ufanisi wa uendeshaji. Sasa matokeo yake nini? Pale bandarini, kabla tuweka mwekezaji mwaka 2024 kushusha mzigo bandarini ilikuwa inatumia masaa 300. Yaani ikija meli pale mzigo kaanza kushushwa mpaka uishe, masaa 300. Gawanya kwa 24 utapata ni siku ngapi hizo? Zaidi ya siku 10. Sasa mwaka huu yamepungua kutoka masaa 300 mpaka masaa 28. Toka zaidi ya siku 10, leo ndani ya siku moja umeshamaliza kupakua mzigo, masaa 28. Na ndio maana mizigo imeongezeka, na ndio maana nchi nyingi zinazidi kutumia bandari ya Dar es Salaam, na ndio maana barabara zetu sasa zimezidi malori. Na sasa kazi ambayo tunaifanya ni kupanua mabarabara yetu ili malori yaende haraka. Pale bandarini ufanisi umeongezeka, na ndio maana TRA mapato yameongezeka, na ndio maana kwa sasa misaada tutegemee tena. CCM oyee! Sasa mtu anakaa hapa anazodoa namna gani huyu? Lakini bandari yenu ya Dar es Salaam kwa sasa ni miongoni mwa bandari bora 10 Afrika.